Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sada Nasor, nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima. Upande wa habari za biashara zitasomwa kwako na Sofia Amani. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Kuelekea uchaguzi mkuu, wagombea nafasi ya urais waendelea kutoa ahadi wakiomba kupewa ridhaa Oktoba 29 kwenye sanduku la mpiga kura. Katika biashara, kuimarika kwa ushindani katika soko la vinywaji vikali nchini kwaongeza uwepo wa bidhaa imara. Na katika habari za kimataifa, baada ya kifo cha Raila Odinga, viongozi wa Afrika wamtaja kama mwanafalsafa wa Afrika aliyechochea kizazi cha viongozi wenye maono. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie kwa mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameendelea na kampeni zake mkoani Kagera, ambapo akizungumza na wananchi wa Muleba amewaahidi kuongeza uzalishaji wa miche ya kahawa na kuwezesha upatikanaji wa matrekta kwa ajili ya wakulima wa kahawa. Josephine Kaponya ameandaa taarifa zaidi. Dr. Samia amesema serikali ya awamu ya 6 imeweka historia ya maendeleo makubwa wilayani Muleba mkoani Kagera kupitia miradi ya afya, elimu, miundombinu, kilimo, maji, nishati na biashara, ikionyesha dhamira ya kweli ya kuwaletea wananchi maisha bora. Amesema hayo katika mkutano wa kampeni uliofanyika Muleba mjini kwenye viwanja vya Zimbihile, wakati akihutubia maelfu ya wananchi na kueleza kuwa utekelezaji wa ilani ya CCM umeleta mabadiliko makubwa katika nyanja zote muhimu za kijamii na kiuchumi. Na ninyi wananchi wa Muleba na Kagera kwa ujumla, mnafahamika kwa uchapakazi wenu, hususan katika kilimo cha kahawa na migomba, lakini vile vile uvuvi na ufugaji. Na leo sishangai hapa naona mabango ya wafugaji, lakini kuna mabango ya wavuvi. Wote wanasema Oktoba mambo ni safi, na hawasemi bure, ila wamefaidika ndani ya miaka 5 hii. Sasa katika miaka 5 iliyopita tulitekeleza jitihada zetu au tulielekeza jitihada zetu katika kuzikuta sekta hizo za uzalishaji, yani kwenye kilimo, uvuvi na ufugaji. Tulizielekeza juhudi zetu kwenye sekta hizo bila kusahau ujenzi wezeshi wa miundombinu itakayoruhusu usafiri na usafirishaji wa bidhaa zetu, lakini vile vile huduma za jamii. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Dr. Asha Rose Migiro amesema wilaya hiyo imekuwa nguzo ya uzalishaji kupitia kilimo cha kahawa, uvuvi endelevu na biashara ndogondogo zinazoinua kipato cha familia. Nao baadhi ya wabunge waliopata nafasi ya kumwombea kura mgombea urais Dr. Samia wameeleza utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo iliyofanikiwa katika mkoa huo katika kipindi cha uongozi wake. Dr. Samia amefanya mikutano mitatu ya kampeni za uchaguzi mkuu kwenye mkoa wa Kagera, ambapo alianzia Muleba, Kiaka na Kayanga kunadi sera, ilani ya chama chake pamoja na kuomba kura za wananchi kuelekea uchaguzi mkuu. Ameanza kampeni zake mkoani humo akitokea mkoa wa Geita. Mgombea wa nafasi ya urais kwa Zanzibar kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi ameahidi kuyazingatia makundi ya watu wenye ulemavu na kuwasogezea nafasi za uteuzi katika awamu ijayo. Goodluck Msola anatuarifu zaidi. Ameeleza kuwa serikali imelenga kufanya kazi kwa ukaribu na watu wenye ulemavu, ikiwemo kuwashirikisha kikamilifu kwa kuongeza idadi yao katika nafasi ya uongozi pamoja na vyombo vya kufanya maamuzi, ikiwemo Baraza la Wawakilishi. Rais Dr. Mwinyi amebainisha kuwa kupitia sera ya uwekezaji, serikali itaweka mazingatio katika nafasi ya uongozi, ajira na elimu kwa watu wenye ulemavu pamoja na kuzingatia mahitaji yao muhimu. Dr. Mwinyi amesema hayo Jumatano ya Oktoba 15 alipozungumza na makundi ya watu wenye ulemavu katika muendelezo wa kampeni zake, hafla iliyofanyika katika ukumbi wa Idrisa Abdulwakil Kikwajuni, mkoa Mjini Magharibi. Kuna utaratibu maalum wa kuwapa nafasi maalum watu wenye ulemavu, nao wavitumie viwanja hivi. Nitaelekeza Wizara ya Michezo ihakikishe kwamba wanapopanga ratiba ya kutumia, basi wale vijana wetu wanaoitwa juvenile, vijana wa junior, lakini wale ambao ni wa madaraja yale ya chini, waweke na kundi la walemavu kuweza kutumia viwanja hivi.
Nimefurahi kwamba kauli mbiu yenu ni kwamba watu wenye ulemavu hapa Zanzibar, kauli mbiu yenu kwa uchaguzi huu ni tupige kura kwa amani ili kuleta maendeleo jumuishi. Hii ni kauli mbiu nzuri sana. Nimefurahi kwamba tumezingatia swala la amani ambayo ni sera namba 1 ya Chama cha Mapinduzi. Rais Dr. Mwinyi ameahidi kuondoa ushuru kwa vifaa saidizi vya watu wenye ulemavu vinavyoingizwa nchini, kushusha bei ya vifaa hivyo sambamba na serikali kuendelea kuwapatia visaidizi hivyo bila malipo. Tutaendelea kuweka mkazo wa kuangalia mahitaji maalumu ya wanafunzi wenye ulemavu katika vyuo vyetu hivyo vya amali. Lakini kwenye eneo jingine la upatikanaji wa vifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu, serikali itaendelea kuwasaidia watu wenye ulemavu kupata vifaa hivi saidizi bila ya malipo. Lakini vile vile kwa wale ambao wanauza katika maduka binafsi, serikali itaondoa ushuru ili bei zishuke. Vifaa kama wheelchair, vifaa kama hearing aid, hizi aid za kusaidia usikivu, vifaa kama yale mafuta ya wenzetu wenye ualbino, na vifaa kama hivi vya kuweka au tuseme kama nyonga bandia na kadhalika, vyote tutaviondoa ushuru. Naye naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar Dr. Mohamed Said Dimwa amesema Chama cha Mapinduzi kimewapa kipaumbele kwa kuwashirikisha na kuwawezesha watu wenye ulemavu, ikiwemo kuwapatia ajira zenye staha pamoja na kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. CCM haikubahatisha kumteua mapema Dr. Hussein Mwinyi, kwa sababu ilikuwa inajua ana sifa za kipekee kwa Wazanzibari, na Dr. Mwinyi yuko tayari kuwatumikia Wazanzibari wote na Watanzania wote wa makundi yote, yuko tayari. Waswahili wanasema haja ya mja kunena muungwana. Leo Dr. Mwinyi ameonesha uungwana wa kuguswa na makundi haya. Rais ameteremka chini kwenda kuwaona wananchi wake pale kwa hisia alizokuwa nazo. Mgombea rais kupitia chama cha wakulima AAFP Kunje Ngombale Mwiru amewataka Watanzania pamoja na wanasiasa kuacha tabia ya kuhubiri maandamano ifikapo Oktoba 29 na badala yake kuelekeza nguvu katika kujadili sera zinazolenga kuboresha maisha ya wananchi. Joel Maduka kutoka Geita na tualifu zaidi. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro wilayani Geita, Kunje amesema kuwa ameshangazwa na baadhi ya watu wanaoeneza hofu kuhusu maandamano, akisisitiza kuwa Watanzania ni wazalendo na ni wastaarabu, hivyo hawapaswi kupotoshwa na propaganda za kisiasa. Heti sasa hivi wanahangaika maandamano. Hawa watu wanageita wanakatoro, hawana shida hata ya maandamano. Hata ukiona nyuso zao zenyewe zina furaha, hawana hata gobole, hawana hata, lakini wao miemko maandamano. Wewe kama umewafanyia vizuri hao Watanzania, wasiwasi wako ni nini? Mashaka yako ni nini? Hofu yako ni nini? Yaani unamwonea hofu mtu hana hata gobole. Aidha, Kunje amewaahidi wananchi wa Geita kuwa serikali yake itakayoundwa na chama cha wakulima itahakikisha eneo la Kigosi linalotumika kwa shughuli za wachimbaji wadogo linawanufaisha zaidi wananchi wa Geita wenyewe na si watu kutoka nje ya mkoa huo. Vilevile amepinga vikali utaratibu wa wagonjwa kutozwa fedha wakati wanapopata huduma za matibabu, akisema serikali yake itaweka mfumo utakaohakikisha kuwa huduma za afya zinapatikana kwa urahisi na kwa gharama nafuu kwa wananchi wote. Sasa watu wanagundua sehemu za madini, wewe unaenda kutafuta madalali, unaenda kutafuta mafisadi. Kwa mfano kule Kigosi wamegawana wenyewe tu kule Kigosi kule, na mimi tarehe 29 nikichaguliwa, kile kichaka cha mafisadi na yule mtu ambaye dalali ambaye anawatumia mafisadi atakiona cha moto. Wewe leo Geita hapa ni matajiri wa dhahabu, matajiri wa ufugaji,
kilimo. Lakini huyu mwana Geita, mwana Katoro, eti unamchaji mpaka maiti kweli? Maiti. Ndio maana watu wa viongozi wanapata laana. Yaani mnachukua mpaka hela za maiti. Amehitimisha kwa kuwataka wananchi wa Geita na Watanzania kwa ujumla kufanya uamuzi sahihi kupitia sanduku la kura kwa kuchagua chama kinachoweka maslahi ya mkulima na mwananchi wa kawaida mbele. Tanzania imeungana na mataifa zaidi ya 90 ulimwenguni kuadhimisha siku ya kimataifa ya afya ya akili, huku tatizo hilo likitajwa kuongezeka kwa 82% kutoka wagonjwa 386,000 hadi wagonjwa milioni 2 kwa mwaka 2021. Goodluck Msola anatueleza zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ambayo yameadhimishwa kwa kukabidhi jengo la matibabu ya afya ya akili kwa watoto katika hospitali ya taifa Muhimbili ambalo limekarabatiwa kwa ushirikiano na benki ya Exim, mkurugenzi wa hospitali ya taifa Muhimbili Dr. Delila Kimambo amesema matatizo ya afya ya akili yamekuwa yakiongezeka siku hadi siku kufuatia ongezeko la majanga duniani kama vile vita, ajali, migogoro pamoja na ukatili wa kijinsia. Matukio haya huathiri si afya ya miili pekee, bali pia afya ya akili na ustawi wa jamii kwa ujumla. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, mtu mmoja kati ya 5 wanaoathirika na majanga makubwa hupata changamoto ya afya ya akili kama vile msongo wa mawazo, hofu, sonona, ugonjwa wa msongo wa mawazo baada ya majanga ya akili. Kwa kitaalamu tunaita post traumatic stress disorder. Kwa kuzingatia hili, Shirikisho la Afya ya Akili Duniani ambalo tunaliita ni World Federation for Mental Health na Shirika la Afya Duniani wamelenga kupitia maadhimisho haya kuhimiza mambo yafuatayo. Kwanza, kuelimisha jamii kuhusiana na athari za afya ya akili kwa watu binafsi, familia na jamii. Kusisitiza umuhimu wa huduma ya afya ya akili kuwa sehemu ya mipango ya kitaifa na especially na yapatikane wakati wa dharura. Kwa upande wake, afisa mkuu wa fedha kutoka benki ya Exim Tanzania, Shani Kiswaga, amesema kutokana na kasi ya ongezeko la magonjwa ya afya ya akili, benki ya Exim kupitia programu yake ya kujali jamii imeamua kukusanya zaidi ya shilingi milioni 300 ili kukarabati miundombinu pamoja na kusaidia ujenzi wa vituo mbalimbali pamoja na mifumo ya kusaidia kukabiliana na matibabu ya afya ya akili. Lengo la fedha hizi ni kuboresha au kuongeza idadi ya vituo vya wagonjwa wa afya ya akili nchini kutokana na ukubwa wa tatizo hili linaloendelea kukua kwa kasi. Moja ya juhudi hizo ni tamasha la Bima Festival Amsha Matumaini tuliloliandaa kwa kushirikiana na wadau wetu wa sekta ya bima. Kupitia tamasha hilo tulilenga kukusanya fedha kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya vituo vya afya ya akili nchini na pia kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa afya ya akili. Hata hivyo, katika hafla hiyo, mkuu wa idara ya magonjwa ya akili hospitali ya taifa Muhimbili Dr. Praxeda Swai amesema hospitali hiyo kila mwezi inapokea wagonjwa 2,000 ambao ni watu wazima wakiwa na matatizo ya afya ya akili, huku kwa kundi la watoto wakiwa wanapokea wagonjwa kati ya 200 hadi 300 kila mwezi wakiwa nao wana matatizo ya afya ya akili. Naona takriban watoto 200 hadi 300 kwa kila mwezi. Baadhi ya changamoto ambazo zinawapata watoto na ambazo wanakuja kwetu kwa ajili ya kupata matibabu ni pamoja na msongo wa mawazo na hofu za utotoni, changamoto za umakini na utulivu, tunasema ADHD au Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, changamoto za mawasiliano na tabia, Autism Spectrum Disorders, magonjwa ya kifafa, epilepsy, hizi hasa zikiambatana na dalili za ugonjwa wa akili na tabia hatarishi. Matatizo mengine yatokanayo pia na unyanyasaji na aina mbalimbali ambazo zinapelekea mabadiliko na tabia na hata dalili za ugonjwa wa akili kwa watoto na hivyo kuathiri ukuaji wao. Kwa hiyo kliniki ya watoto imekuwa ikitoa huduma kama zifuatazo: huduma ya tiba kwa ajili ya kutambua na kutibu matatizo ya afya ya akili kwa watoto na kutumia njia salama na zinazofaa kiumri zikiwemo utoaji wa dawa.
Wanapata pia huduma za kisaikolojia kwa ajili ya ushauri nasaha, vipimo vya kisaikolojia na tiba za hisia na kitabia kwa watoto na wazazi. Pia wanapata tiba kwa njia ya vitendo, yani occupational therapy, ambayo huwasaidia watoto kujitegemea katika shughuli za kila siku na kujenga ujasiri. Kauli mbiu ya maadhimisho ya afya ya akili mwaka huu inaangazia tatizo la majanga ya asili pamoja na migogoro kama vile vita, namna ambavyo inachangia katika ongezeko la matatizo ya afya ya akili, huku kwa mujibu wa takwimu, kati ya watu 5 ambao wamepatwa na majanga duniani, mmoja amekuwa akipata tatizo la afya ya akili. Mgombea wa nafasi ya makamu wa rais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Emmanuel Nchimbi amesema rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameishi katika falsafa za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kukataa maadui watatu. Amini Nyaungo anatuarifu zaidi. Ameyasema hayo alipokuwa katika kampeni za uchaguzi mkuu mkoani Singida. Dr. Samia Suluhu Hassan ameirithi ndoto ya Mwalimu Nyerere, maono ya Mwalimu Nyerere ya kutaka kuwashinda maadui hao watatu. Na kwa kweli, kwa mambo ambayo Rais Samia amefanya katika miaka 5 hii katika maeneo ya afya, elimu na uwezeshaji wa wananchi, yanaashiria dhamira ya dhati ya kupambana na maadui hao watatu, na dalili za ushindi ziko wazi wazi. Amesema kuwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua uwepo wa wakulima wengi ameweka nguvu kubwa katika kilimo kwa kipindi cha miaka 4.5 ya uongozi wake. Rais Samia kwa kutambua kwamba wakulima ndio wengi zaidi kwenye nchi yetu, kilimo ndio sekta inayotegemewa zaidi katika nchi yetu, aliweka nguvu kubwa katika kilimo chetu katika miaka 4.5 ya uongozi wake. Moja ya mambo ambayo Rais Samia aliyafanya vizuri na kwa mafanikio ni kuongeza budget ya kilimo katika shughuli za maendeleo. Budget ya Wizara ya Kilimo iliongezwa kutoka bilioni 294 kwa mwaka mpaka trilioni 1 bilioni 200 na milioni 400. Hapo vipi? Kuongezeka kwa bajeti hiyo kulikofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan kumewezesha miradi mikubwa ya umwagiliaji kutekelezwa katika nchi yetu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Singida Martha Mlata amesema kuwa wananchi waliofika hapo katika kampeni hizo wameonyesha vibuyu ambavyo vinaashiria kuwa wapo tayari kwa ajili ya kupiga kura Oktoba mwaka huu. Nataka uone hivi vibuyu ulivyoviona hapa, hawa mabinti waliobeba, lakini kina mama wamebeba vikapu, inueni, na nyungo hizi. Hii yote ni kukuashiria kwamba Oktoba tuko tayari kufanya maamuzi magumu ili dunia ijue, ili wajue Ilongero kuna watu wote watakwenda kumpa Dr. Samia Suluhu Hassan kura, kwa sababu hawa watu ni watulivu, hawa watu wana upendo, wanapenda amani. Ndio maana umeona vibuyu hivi vibuyu ni mila na desturi ya upendo, ushirikiano, ukarimu, kusaidiana. Ndio maana umeona pale kuna nafaka mbalimbali, mpaka maziwa ya mtoto yanaweza yakawekwa pale. Timu ya madaktari bingwa 36 wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imewasili mkoani Shinyanga kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu ya wagonjwa mbalimbali kwa lengo la kuwahudumia wananchi wapatao 1030 kutoka katika halmashauri 6 za mkoa huo. Mwamvita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Huduma hizo za kibingwa zinatolewa kwa muda wa siku 5 na zinatarajiwa kupunguza gharama na adha kwa wananchi kusafiri umbali mrefu kufuata matibabu. Tunatarajia kuwafikia wagonjwa zaidi ya 1030 kwa awamu hii. Lengo ni kuwapunguzia gharama na kuwafikishia huduma kwa wakati. Na tunatarajia kutoa huduma bobevu kwa wahitaji wote wanaohitaji huduma bobevu. Lengo kubwa ni kuwafikishia huduma karibu wahitaji wa huduma hizo, kwani ni gharama hasa kwa wananchi wa mkoa wa Shinyanga kufikia huduma bobevu. Huduma hizi bobevu zinalenga kwenye huduma za uzazi, huduma za watoto na watoto wachanga. Zimelenga pia huduma bobevu kwa magonjwa ya ndani na pia huduma za upasuaji za kibingwa. Kwa hiyo tunatarajia kuwafikia wahitaji wote wanaohitaji huduma kwenye maeneo hayo. Wakazi wa mkoa wa Shinyanga wameelezea changamoto zinazowakumba katika kupata huduma za afya, huku wakipongeza juhudi hizo za serikali. Mara nyingi tulikuwa tukiandikiwa rufaa unaenda Bugando.
Kwa unaenda Bugando unatumia ni muda wa siku nzima. Manake inabidi utoke asubuhi urudi jioni. Ni vizuri sana kwa sababu imepunguza, unaandikiwa hapa hapa, unatibiwa hapa hapa na unaweza kupata operation hapa hapa. Kulingana na wataalamu walivyokuja. Imepunguza sana, Mwanza mbali sana, ikishindikana wanakupeleka hapa Mawaza, ni hapa hapa mkoa wa Shinyanga. Kwa upande wake mganga mkuu wa mkoa wa Shinyanga Dr. Yudas Ndungile amesema ujio wa madaktari hao pia utasaidia kutoa mafunzo kwa wataalamu wa afya wa ndani. Wataalamu hawa wataweza kuwajengea uwezo madaktari walioko katika hospitali zetu za manispaa na halmashauri ili waendelee kuwahudumia wananchi kwa urahisi zaidi, na inapobidi wanatoa huduma za rufaa kwa kuzingatia uhalisia na utaalamu ambao wamejengewa uwezo na hawa madaktari bingwa. Akitoa wito kwa wananchi, mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Muhita amewahimiza wakazi kujitokeza kwa wingi katika vituo vinavyotoa huduma hizo, huku akielezea mafanikio ya awamu zilizopita. Nawashukuru sana kwa hilo, na imejionyesha sana tu kwa sababu mpaka sasa hivi ndani ya mkoa wa Shinyanga zaidi ya watu 240,000 wameshapata huduma, ikiwa ni wanawake, kina baba na watoto. Kwa hiyo hakika idadi kubwa ya watu hawa ni watu ambao kwa namna moja ama nyingine wangeweza kuwa referred kwenye institutions au hospitali za juu ambazo zina wataalamu ambao leo ndio mmekuja hapa. Lakini kikubwa zaidi ambacho pia tunakiona ni kutusaidia na kujengea uwezo kwa wataalamu wetu ambao mpaka sasa hivi ndani ya mkoa wa Shinyanga zaidi ya wataalamu kwenye sekta ya afya 15,000 wameweza kujengewa uwezo. Tujitokeze kwa wingi. Lengo ni kuweza kuona wale ambao kwa namna moja ama nyingine wana changamoto mbalimbali waweze kufanyiwa utambuzi, lakini pia waweze kupata ushauri na tiba kadri ambavyo changamoto husika itaonekana. Huduma hizo ni sehemu ya juhudi za serikali kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bora za afya bila kikwazo cha kijiografia au kifedha. Ugonjwa wa tezi dume umeendelea kuwa tishio jipya kwa afya ya wanaume katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, hasa Tanzania, ambapo idadi kubwa ya waathirika huugua kimya na wengine hupoteza maisha kutokana na kuchelewa kufika hospitalini. Recho Chacha ameandaa taarifa ifuatayo. Takwimu za Shirika la Afya Duniani WHO zinaonyesha ongezeko kubwa la visa vya ugonjwa huo unaosababisha maumivu makali, upotevu wa nguvu za kiume na hatimaye vifo, hali inayotajwa kuwa miongoni mwa magonjwa ya saratani yanayokuwa kwa kasi zaidi kwa wanaume barani Afrika. Kwa mujibu wa WHO, zaidi ya watu milioni 10 hufariki dunia kila mwaka kutokana na maradhi mbalimbali, ambapo nusu yao ni wanaume wanaopoteza maisha kwa matatizo yanayohusiana na tezi dume, huku kielezwa kwamba Afrika Mashariki inatajwa kuongoza kwa ongezeko la wagonjwa wapya kutokana na mabadiliko ya mtindo wa maisha, ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi pamoja na ukosefu wa uchunguzi wa afya mapema. Katika kukabiliana na hali hiyo, hospitali ya Hameda imeamua kufanya kambi maalum ya matibabu itakayofanyika kuanzia Oktoba 18 hadi 19 mwaka huu katika hospitali hiyo jijini Dar es Salaam, ambapo kambi hiyo inalenga kutoa huduma kwa zaidi ya Watanzania 200 hususan wanaokabiliwa na magonjwa yasiyo ya kuambukiza, hasa tezi dume, moyo, uti wa mgongo, mfumo wa fahamu na changamoto za uzazi kwa wanaume. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa hospitali hiyo Dr. Heri Meshak, ambaye pia ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo, amesema huduma hizo zitahusisha uchunguzi na matibabu ya kitaalam kwa ushirikiano na madaktari bingwa kutoka hospitali ya Apollo ya nchini India. Tumechagua maeneo haya matatu kwa sababu kama ambavyo mnafahamu kwamba dunia sasa hivi inapambana sana na wimbi kubwa la magonjwa yasiyoambukiza, ambao magonjwa hayo yasiyoambukiza namba moja ambayo yanaua watu wengi kuliko yote ni magonjwa ya moyo, yakiua watu takribani milioni 20 kila mwaka kwa takwimu za mwaka 2025. Takwimu hii ni kubwa sana na kila mtu amepewa wito kuhakikisha kwamba anatoa mchango wake kupambana na gonjwa hili kubwa la magonjwa ya moyo na mishipa ya fahamu ambayo yanaua watu wengi sana. Sambamba na magonjwa mengine yasiyoambukiza ambayo pia wimbi lake linakuwa kila siku, magonjwa kama ya tezi dume, kansa tezi dume na vitu vingine vingi ambavyo vinaambatana na matatizo ya mfumo wa mkojo
yanakuwa kila wakati, lakini pia mambo ya ubongo ambayo inajumuisha mambo ya kiharusi au stroke, watu kupooza kwa sababu mbalimbali, na ulemavu wa aina mbalimbali unatokana na magonjwa ya mfumo wa fahamu. Ni magonjwa ambayo yanazidi kuongezeka kila wakati. Aidha, kambi hiyo ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 15 ya hospitali ya Hameda yatakayofanyika Oktoba 20 mwaka huu na yamepewa jina la Hameda Day. Kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Morogoro limewasa vijana kushiriki uchaguzi mkuu kwa kuchagua viongozi bora pamoja na kutokujihusisha na vitendo vinavyoashiria uvunjifu wa amani na badala yake wawe mabalozi wa kutunza amani ya nchi. Shukuru Materu ameandaa taarifa zaidi. Hayo yamesemwa na Askofu mteule KKKT Dayosisi ya Morogoro Dr. George Pindua wakati wa matembezi ya amani ya kupanda milima ya Uluguru yaliyofanywa na vijana kutoka jimbo la Morogoro zaidi ya 700 kwa lengo la kuwakutanisha vijana pamoja, huku wakawataka vijana kumtumikia Mungu. Nitoe wito kwa vijana wote wa Tanzania. Kwanza moja, tunapoingia katika uchaguzi wa viongozi wetu, tuhakikishe kwamba vijana wasitumike kufanya mambo maovu, bali vijana wawe chanzo cha amani na utulivu katika taifa letu. Lakini jambo la pili, niwaombe vijana kila mahali walipo wafanye kazi kwa bidii, na wanapofanya kazi kwa bidii itakuwa ni jambo la baraka sana. Mwisho, vijana wampende Mungu wao. Kumpenda Mungu kutafanya maovu yasiwepo katika taifa letu na nchi yetu kwa ujumla. Ni nafasi yetu kutafakari pia hata juu ya jukumu ambalo liko mbele yetu katika nchi yetu, jukumu la uchaguzi. Mara nyingi vijana wengi wametumika katika nyakati kama hizi kwa kutumika kama chambo tu kwa baadhi ya wanasiasa. Kwa hiyo lengo letu pia ukaa na vijana kuwaelekeza kwamba wasitumike na wanasiasa, bali watumie uhuru wao kuchagua yule ambaye wameona wenyewe anafaa kuiongoza nchi hii. Nao baadhi ya vijana walioshiriki matembezi hayo wamesema ni muhimu wao kama vijana kulinda amani na kushiriki uchaguzi mkuu. Tunahamasishana vijana tuwe na amani na upendo, na tarehe 29 twende tukapige kura. Na tunaomba kwanza vijana tuchague wale viongozi ambao Mungu amewachagua. Kwa hiyo tuwe na amani, tuchague viongozi sahihi ambao wameitwa na Mungu. Sisi kama Wakristo tuhamasishane kwenye hilo. Na nichukue nafasi kuhamasisha vijana wenzangu kokote pale nchini wanapotazama, wawe Wakristo au wa dini yoyote, ni muhimu sisi kama vijana kulinda amani ya nchi yetu. Tusitumike kwa ajili ya kuharibu amani ya nchi yetu. Wazee wetu waliopita katika taifa hili waliweka misingi mizuri ya kuilinda amani. Ni vizuri na sisi kufuata misingi hiyo ili taifa letu liendelee kuishi katika upendo na furaha siku zote, na Mungu awabariki sana. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amefanya ziara ya kutembelea ujenzi wa daraja la Jangwani linalounganisha wilaya Ilala na Kinondoni, daraja la Mto Mzinga wilayani Temeke, pamoja na madaraja ya Nguva na daraja la Geti Jeusi wilayani Kigamboni, ikiwa ni katika kusimamia ujenzi huo ukamilike kwa wakati kumaliza changamoto za mafuriko. Tuungane naye Mrisho Mapeo kwa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ziara hiyo, Chalamila amesema lengo la serikali kutekeleza miradi hiyo ni kumaliza changamoto kwa wananchi, hususani ya mafuriko ambayo imekuwa ikikwamisha shughuli za maendeleo. Hivyo amewataka wakandarasi kukamilisha miradi hiyo kwa wakati. Chalamila amesema mradi wa daraja la Jangwani unagharimu zaidi ya shilingi bilioni 97, daraja la Mto Mzinga na barabara hadi Kongowe shilingi bilioni 54, daraja la Geti Jeusi na daraja la Nguva zaidi ya shilingi bilioni 9 kwa kila moja. Hivyo yanahitaji kukamilika kwa wakati na kutunzwa. Hapa kwa muda mrefu Jangwani pameleta vilio, na kila mwaka ilikuwa inafika wananchi wanaambiwa tutajenga. Kila mwaka inafika wananchi wanaambiwa tutajenga, lakini mwaka huu hayawi na sasa yamekuwa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshaweka pesa hapa zaidi ya bilioni 97 ambazo zinaanza kuwalipa wakandarasi hawa kwa kujenga daraja lenye marefu ya mita 390, lakini kutakuwa pia na walkways. Kwa hiyo linaanzia pale mwanzoni na litakuja mpaka karibu huko mwishoni. Daraja hili ni kubwa, litarefuka kwa urefu wake si chini ya mita 8. Maana yake yale maji yote ambayo yanaflow kutoka kwenye bonde la Mto Msimbazi
na ambayo kwa muda mrefu yalikuwa kutafsirika kama ni mafuriko, itakuwa historia, itakuwa tumeingia kwenye historia. Aidha, Chalamila ametumia ziara hiyo kuzungumza na wananchi, akiwakumbusha kujitokeza kupiga kura siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 kwa amani na utulivu bila kujihusisha na vitendo vya vurugu. Tarehe 29 watu wajitokeze kwenda kupiga kura. Mimi na wakuu wa wilaya hawa, wasaidizi wa RPC, ZPC, tunataka tu tuwathibitishie kwamba miradi hii mnayoiona itaendelea kujengwa. Watanzania mnataka kufanya biashara, endeleeni, mtakwenda kufanya biashara zenu. Ila sisi tunaitwa kwa lugha nyepesi, wanachokitaka tunataka. Tunaitwa kina nani jamani? Tunaitwa wanachokitaka tunataka. Kwa hiyo kama unataka jambo lolote, na sisi tunataka. Kwa hiyo mkutano wa kutaka na kutaka, tukikutana vizuri, maana kuna jambo litatokea vizuri sana. Ila msiwe na mashaka, taifa la Tanzania na hasa Dar es Salaam liko salama kuliko jana. Kwa upande wao, wakuu wa wilaya za Ilala na Kinondoni waliposhiriki ziara hiyo wamemshukuru Rais Dr. Samia kwa kuwezesha miradi hiyo, ambapo wamesema ujenzi huo wa madaraja utamaliza kero za wananchi. Ilikuwa ni kero kubwa sana kipindi cha mvua. Maji hapa yalikuwa yanajaa, watu wote wanalazimika kuzunguka, na kama alivyosema mhandisi, eneo hili ndio eneo la kutokea na kuingilia kubwa katika jiji la Dar es Salaam. Linapopata mafuriko, uchumi wa jiji la Dar es Salaam unadidimia. Tupelekee shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais. Tunamshukuru sana Dr. Samia kwa miradi hii, kwa sababu kupitia utekelezaji wa madaraja haya unaenda kuimarisha uchumi, afya, elimu, kwa sababu usafiri ndio kila kitu kwenye kupeleka watu kwenye huduma mbalimbali. Lakini pia nitumie nafasi hii niwashukuru wakandarasi. Nimeona kwenye madaraja yote haya manne, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kazi zinaendelea vizuri. Wakandarasi wapo kwenye maeneo ya ujenzi kwa muda mwingi hadi nyakati za usiku, wanafanya kazi hizi vizuri. Lakini pia nitumie nafasi kuwashukuru na kuwatia moyo sana wenzetu wa TANROADS kwa kazi kubwa ambayo wanaoifanya ya kusimamia miradi hii kuhakikisha inatekelezwa. Kwa upande wao, wananchi mbali na kuishukuru serikali kwa ujenzi wa madaraja hayo, lakini pia wamemwomba mkuu wa mkoa kusaidia kupata huduma zingine, ikiwemo kituo cha polisi eneo la Mzinga na shule ya sekondari. Lakini hapa shule nyingi zipo kata ya Twangoni, zipo Mikwambe. Watoto wengi wanapata taabu kutembea. Hapa hamna shule, hapa hamna shule ya sekondari. Ina maana akitoka hapa anaenda kule. Watoto wengi wanahangaika mara kupanda bodaboda, mara kupanda pikipiki. Yaani wanaomba lift ambayo sio stahili. Watoto wengi wanakutana mitihani barabarani, ndugu yangu, uweze amini. Na kama ungekuja asubuhi au muda wanaotoka shuleni, changamoto wanazoziona ungejionea. Mkuu wa wilaya Misungwi mkoani Mwanza, Johari Samizi, ametumia siku ya kumbukizi ya kifo cha rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa kuzungumza na kundi kubwa la vijana wa bodaboda, akiwataka kujitokeza kupiga kura, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuitunza amani iliyopo. Emmanuel Meshak ameandaa taarifa zaidi. Johari amesema kuwa wameamua kuiadhimisha siku hiyo kwa kukutana na kuzungumza na kundi la vijana, lengo ikiwa ni kuwaeleza umuhimu wa kuitunza amani iliyoachwa na baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tanzania hatuna mbadala, sisi ni Watanzania. Pamoja na tofauti zetu zote, ziwe za kiimani, ziwe za kiitikadi, za vyama vya siasa, lakini mwisho wa siku tunasema sisi ni Watanzania. Sasa kama sisi ni Watanzania, mengi yatazungumzwa, yatapitishwa, na kuna swali limeulizwa hapa, wengine wakadhani ni kama kejeli ama mzaha. Sio mzaha. Mfano mzuri ni kipindi cha corona. Tuliambiwa tukae ndani. Kuna watu walikaa siku 2, hali ikawa mbaya, ikabidi tutolewe nje. Uongo kweli? Si ndivyo kweli? Sasa kipindi cha corona ilikuwa ni ugonjwa tu. Hapakuwa na lolote, bomu, hapakuwa na risasi. Hatutarajii. Kwa upande wake, makamu mkuu wa chuo cha maendeleo ya jamii ufundi taaluma, ambaye pia alikuwa mtoa mada, Dongo Nzoli, amewaomba madereva bodaboda kujitokeza kupiga kura Oktoba 29 mwaka huu, huku pia akiwasisitiza kuilinda amani. Tunapoelekea katika uchaguzi mkuu, nini tufanye maafisa usafirishaji? Tunapoelekea uchaguzi mkuu hivi karibuni Oktoba 29,
nini maafisa usafirishaji tunapaswa kufanya. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwanza tunajitokeza kupiga kura, kisha kuendelea na kazi zetu za kujipatia kipato. Yaani baada ya kupiga kura tukaendelea na shughuli zetu za kujiingizia kipato, kwa maana ya kuendelea kutafuta abiria na kuwapeleka kwenye maeneo salama. Lakini tunapoelekea kwenye uchaguzi, jambo la pili, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa maafisa hawa wa usafirishaji ni kujiepusha na ushiriki wa mijadala vijiweni, ama wakati umembeba abiria alafu wewe ndio ukawa msemaji wa jambo ambalo alikuhusu. Hilo lazima tujiepushe kama afisa usafirishaji. Tunaelewana jamani? Jambo la tatu, tunapoelekea uchaguzi huu Oktoba 29, kama afisa usafirishaji, kujiepusha katika uvunjifu wa amani wa maeneo yetu na taifa. Naye mwenyekiti wa chama cha madereva bodaboda mkoani Mwanza, Mohamed Idi, ametoa wito kwa madereva wote mkoani humo kuhakikisha wanaepukana na vitendo vya uvunjifu wa amani kuelekea katika uchaguzi mkuu. Ndugu zanguni, nchi yetu ni moja, si ndivyo? Hakuna Tanzania nyingine tofauti na Tanzania tulionayo. Hapo vipi? Tuliomo humu tumetokea mikoa tofauti tofauti kulingana na tunu ya amani tulionayo ndani ya nchi yetu. Ndio maana ukatoka huko wilaya ya Misungwi na unafanya kazi bila shida. Uongo kweli? Basi kile ambacho kimekufanya, ndugu zanguni, mimi ni Muha ninayetokea Kigoma. Bila ya amani, bila ya wasingeondosha ukabila, leo Muha angetawala mkoa wa Mwanza? Ingewezekana? Ila nchi yetu haina dini, haina rangi, haina kabila. Wakizungumza na TVE Habari, baadhi ya madereva bodaboda walioshiriki katika maadhimisho hayo wamesema kuwa wapo tayari kwenda kupiga kura, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuitunza amani iliyopo. Sisi kama maafisa usafirishaji tuna wajibu huo na tunatekeleza hilo. Hakuna afisa usafirishaji wa kanda hii ya Usagara ambaye atajihusisha na kuweza kuitoa amani ile au kuivunja amani hiyo ya nchi yetu. Tunaamini kwamba bila amani hatuwezi kupata riziki zetu za kila siku. Hatuwezi kuweza kuhendo familia. Watu tuna familia, pia tuna wazazi wanatutegemea. Tukivuruga amani hii hatutaweza kujipatia kipato hicho. Tuko tayari na tutaenda kupiga kura na tutahakikisha vijana wetu hawatajishirikisha na jambo lolote la maandamano la fujo siku ya kupiga kura. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sada Nasor. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, kuimarika kwa ushindani katika soko la vinywaji vikali nchini kwaongeza uwepo wa bidhaa imara.